Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu sana, Mungu mkuu, Mungu wa pekee sana. Katika jina lako takatifu tumekuja tena mbele zako watoto wako. Katika jina lako Yesu tunakushukuru sana kwa neema hii ambayo umetupatia tena leo katika siku hii ya leo, na baraka zako za uhai ambazo umetuwezesha sisi pamoja na wenzetu ambao wamejumuika nasi mtandaoni na hata wale ambao watajumuika nasi baadaye. Tunasema asante kutupatia neema ya kuweza kuja tena mbele zako katika asubuhi ya leo, tukiwa wazima, tukiwa na akili zetu timamu. Pamoja na mambo yote, tunakushukuru kwa kutuwezesha sisi kukaa miguuni pako na kulisikiliza neno lako. Jina lako litukuzwe sana. Lakini Baba, tumekuona katika maisha yetu. Hata sasa umetusaidia katika mambo makubwa, na tunajua hakika ya kwamba yako hata yale mambo ambayo hatujaona kwa macho, lakini tunaamini hakika tayari umekwisha kutusaidia. Katika mambo yote pokea sifa na utukufu. Tunakushukuru sana kwa sababu tunajua upendo wako ni wa ajabu sana katika maisha yetu, na tunajua ya kwamba umesikia maombi yetu, umesikia uchungu wetu, umetufuta machozi, umesikia vilio vyetu, na tunaamini ya kwamba hata sasa Bwana umetusaidia. Tunatambua ya kwamba wako wanaopitia katika wakati mgumu. Wengine tayari wako mahospitalini, wengine tayari wako katika vile vyumba vya kufanyiwa operation, wengine tayari wanapitia jambo fulani, lakini tunajua ya kwamba hata sasa Bwana umetusaidia. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wa ajabu. Asante kwa sababu wewe njia zako katika maisha yetu hazichunguziki. Tunajua umetenda mambo makubwa. Leo tumekuja kukushukuru kwa kila mmoja wetu, wote ambao tunaangalia kutoka nchi mbalimbali na hata hapa Tanzania na hata hapa kanisani. Tunaamini kwa kila mmoja wetu ya kwamba Bwana umetusaidia. Hiyo ndio imani yetu kwako, kwa sababu umetuambia tukiomba neno lolote kwa jina lako nawe utatupatia. Yale maombi ya moyoni ya kila mmoja wetu, wako wengine wametembea na maombi wiki nzima. Baba, tunaamini ya kwamba hata sasa umetusaidia katika mambo yote. Pokea sifa na utukufu, maana ni wewe Bwana umetusaidia. Asante kwa yote. Tunakuomba tena leo, ruhusu na ikazidi kuwa nuru katika maisha yetu, kama ambavyo umekuwa ukimtumia mtumishi wako. Tunaomba baraka zote za kila siku ambazo mtumishi wako amekuwa akituambia hapa, na yakatimie katika maisha yetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mbariki mtu mmoja mmoja, msimamie mtu mmoja mmoja tulioko hapa kanisani na wengine mtandaoni. Ukaendelee kuachilia nuru yako katika maisha yetu. Tunakabidhi kanisa hili mikononi mwako. Tunamkabidhi Pastor Sibora mikononi mwako. Tunakabidhi program zote na siku ya kesho tunaikabidhi mikononi mwako. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu wetu na unatupenda. Kwa kipekee sana tunaendelea kumleta mtumishi wako Pastor Mabamba mikononi mwako, na leo tena kamtumie Yesu, kamtumie na ikazidi kuwa nuru katika maisha yetu. Ikiwa kuna mtu alikuwa ni giza katika maisha yake hata elewi, ruhusu neno la leo, siku ya leo, Baba akatambue ya kwamba iko nuru inayotoka kwako ambayo wewe unatumulikia, na giza halina nguvu tena juu yetu. Tunakutukuza kwa kuwa umesikia. Tumeomba yote haya kwa imani, maana tumeomba kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.
ni kama shwari au nionapo shida kwa hali zote umenijulisha ni salama rohoni mwangu. Tuimbe wote. It is well with my soul. It is well, it is well, it is well with my soul. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu. The Lord has the day when my faith shall be sight. The crowd be rolled back, others grow. The drums shall resound, and Lord shall discard. Even so, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well, it is well with my soul. It is Hakika ni salama moyoni mwangu, kwa sababu katikati ya giza kuna nuru. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe sana kwa asubuhi ya leo tena. Bwana apewe sifa. Wale tulioko hapa tupungiane mkono. Amen, amen. Wale tunaotazama kutoka kule YouTube nao tunaweza tukapungiana mikono, tukaweka ile emoji ya kupunga mkono. Bwana wabariki, alafu tukiambizana tunasikia kutoka wapi. Mungu wabariki sana. Tunaona watu wengi wanasikia kutoka uko Oman, nchi za Kiarabu, zenye asili ya Kiarabu. Mungu wabariki sana. Bwana awategemeze sana 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 sana. Andika unatufuatilia kutoka wapi, na Bwana akubariki sana. Napenda kuwashukuru wote ambao mmekuwa pamoja nami katika huduma hii ya asubuhi kwa uaminifu sana hapa kanisani. Mungu awabariki. Bwana awabariki sana. Uwepo wenu hapa sio bure. Sio bure. Baraka za Bwana
ziko pamoja nao nanyi. Lakini pia wale ambao mmeendelea kutufuatilia kutoka kule kwenye mtandao, Mungu awabariki sana kwa dedication kubwa ambayo mmeendelea kuitoa, na Bwana atukuzwe kwa ajili yenu. Lakini pia wale ambao tumehudumu pamoja katika kuimba, katika kesha na maombi na mziki kwa ujumla, na ambao wanatusaidia kurusha matangazo, Mungu awabariki sana sana sana. Nimefurahi kutumika juma hili kwa utukufu wa Bwana. Bwana apewe sifa sana. Tukiwa tunaangalia sayansi ya uumbaji hatua kwa hatua, hatua kwa hatua, ndivyo Mungu hufanya. Alifanya hivyo kabla ya dhambi, na hata baada ya ukombozi kutoka dhambini ameendelea kufanya hatua kwa hatua. Na hivyo anatutia moyo kama binadamu, kasi isitutoe uweponi. Kasi, tunaishi maisha ambayo kasi, tuna treni za mwendo kasi, ndege zinaenda kasi, tuna mtandao wa kasi. Kwa naangalia watu wa mtandao wanaendelea kubuni, sasa tunaelekea kwenye 6G kutoka kwenye 5G. Kwa hiyo tunaishi kwenye mazingira ambayo yanatutaka tuwe na speed. Tuna barabara zinatengenezwa za magari yanayoenda kasi. Kwa hiyo maisha yetu saa nyingine, mazingira tunayokaa yanatulazimisha tupende kuwa na kasi. Ni muhimu, lakini katika dhana ya kiroho, hatua kwa hatua. Ni muhimu hatua kwa hatua. Mungu mwenye uwezo wote akakaa kwa ufanisi wake, akaiumba dunia kwa siku 6. Kama angelikuwa ni mimi, ningeliumba kwa sekunde chache, lakini Mungu kwa upendeleo wa tabia yake nzuri akatufundisha ya kwamba hatua kwa hatua kuna ushindi. Huenda ni biashara, unahitaji hatua kwa hatua upate ushindi. Huenda ni familia, unahitaji hatua kwa hatua upate ushindi. Huenda ni jambo lolote lile ambalo unalitamani liundwe kwenye maisha yako. Usipuuze hatua unazozichukua, hata kama ni kwa udogo kiasi gani, ushindi utapatikana. Amen. Tunakumbuka tunaanza na maono ambayo yanatoka kwa Mungu. Usianze na mpango. Mungu anatukumbusha iko nuru ambao ni mpango wake hata pasipo chanzo chochote. Tunakumbuka ya kwamba Mungu anatuambia ya kwamba ili mambo yatokee tunahitaji nuru kutoka kwake. Mungu anatuambia ya kwamba ili kuwe na amani lazima uwe mtu ambaye una self control, uweke mipaka kwenye mambo yako ili mambo yatokee kwa uzuri. Lazima uwe una mipaka, lazima uwe una mipaka ya heshima, mipaka isiyo na majivuno, mipaka isiyo na kiburi, mipaka ya heshima ya kulinda utu wako kwa Mungu. Mungu anatukumbusha ya kwamba ili matunda yaje lazima kwanza misingi imarishwe. Hauvuni pale ambapo haujapanda. Ukivuna pale ambapo hujapanda, unaonekana ni mwizi. Kwa hiyo lazima uweke misingi kwanza, ndipo matunda yaje. Mungu anatukumbusha ya kwamba tunapaswa kujua majira yetu ya kung'aa. Tunapaswa tujue majira yetu ya kung'aa, na hata ule wakati ambapo wengine wanang'aa, pale ambapo wengine wanang'aa, tuendelee kumshukuru kwa sababu ni yeye ndo aliyotuumba, ni yeye ndio aliyotutengeneza. Katika utofauti wetu, sio utofauti wa ugomvi, ni utofauti wa kuleta utukufu wa Mungu, ya kwamba Mungu hakika ni msanifu. Mungu anatukumbusha ya kwamba tunapaswa tuishi kwa kusudi maalum. Tunapaswa tuishi kwa kusudi lile ambalo ametuumbia, kile ambacho ametufanisi kuwa, kile ambacho anatamani aweze kukifanya. Na siku ya
siku ya 6 ambayo ni siku ya leo Ijumaa. Siku ya leo Ijumaa katika kitabu cha Mwanzo. Tuelekeze mawazo yetu katika kitabu cha Mwanzo. Mungu anasema katika Mwanzo 24, Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi yake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na mnyama wa mwitu kwa jinsi yake. Ikawa hivyo. Mungu akaumba aina zote za wanyama wa porini wa kufugwa na viumbe vyote vitambaavyo nchini. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akaona ni vyema. Fungu la 26, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila kiumbe kitambaacho nchini. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho nchini. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mmea utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi pia, uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa vyakula vyenu, na chakula cha kila chakula cha kila mnyama wa nchi, na chakula cha kila ndege wa angani, na kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya mche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama, ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, ikawa siku ya 6. Somo la leo linasema, umeumbwa kuishi, sio kuishia. Umeumbwa kuishi, sio kuishia. Umeumbwa kuishi, sio kuishia. Yesu, asante, tunakushukuru tena. Umesema nasi leo tena, tunakuomba useme nasi leo tena, tunakuomba tukusikie tena. Leo tena tunakuomba utupatie nguvu ya utii ya kuliishi neno lako. Leo tena tunakuomba Yehova, katika mioyo ambayo imechoka sana, ipate raha. Ninaombea watoto wako wanapolisikia neno hili, kama ambavyo kwa kawaida umekuwa ukifanya. Neno lako linapotoka, uponyaji unafanyika, baraka zinaendelea kutokea, ukombozi unadhihirishwa. Ninaomba Yehova, kwa wakati huu unapojifunua kwetu kupitia neno lako, miujiza mingi ikaendelee kutendeka kwenye maisha yetu, ukaendelee kufanya kazi. Tunakuruhusu ukafanye kazi yako, na sisi tukaendelee kukufurahia kwa utukufu wako mwingi, katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Katika siku ya 6 Mungu anaumba wanyama kutoka katika ardhi. Ukisoma Mwanzo 2 fungu la 19 linaonyesha wanyama wanatoka kwenye ardhi. Lakini Mungu anakaa, anatulia, anakaa kwa kutulia vizuri kabisa. Anasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, ili huyu mtu akatawale. Bwana wetu Yesu asifiwe. Neema ilioje katikati ya vitu ambavyo vilisemwa, katikati ya vitu ambavyo Mungu alisema vikawa. Alikuwa na uwezo wa kusema na awe mtu,
Lakini Mungu akatulia akasema hapana, hapa ninaongeza upekee kidogo. Akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ili huyu mtu akatawale. Yaani Mungu akaondoa ubinafsi wake wote. Wakati nasoma Bugema uchungaji, nilikuwa na mwalimu wangu mmoja profesa ambaye pia ni mchungaji. Alikuwa anafika anatufundisha kama hivi, akishamaliza kutufundisha tunamuuliza notes, anasema siwezi kuwapa notes, mjitafutie notes. Anasema siwezi kutupa, na ni pastor anasema na siwezi kuwapa notes. Lakini angalia Mungu akaacha ubinafsi wake wote, akasema mimi nitawagawia sura yangu. Haleluya. Akasema nitawapatia sura yangu, nitawapatia, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ili huyu mtu akatawale. Mungu akusema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu ili tukatawale naye. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu ili huyu mtu akatawale na yeye, aka experience namna ambavyo sisi tunatawala. Bwana wetu Yesu asifiwe. Angalia kusudi la kwanza la mwanadamu ambalo Mungu amemuumbia. Kwanza amempatia sura yake. Sura yake maana yake ni upendo alionao. Sura ya Mungu ni upendo, na ndio maana mwanadamu anashiriki upendo. Mungu akampatia mwanadamu upendo. Mungu akampatia upendo ambao ni sura yake. Mungu akampatia mwanadamu nafasi ya kutawala ambao ni tabia yake, tabia ya utawala. Na akasema hii kutawala sitatawala naye, ninamwachia mwanadamu kutawala full, akatawale mwenyewe peke yake. Maana yake Mungu anamuumba mwanadamu, anamfanisi mwanadamu kama balozi anawakilisha. Ina maana mwanadamu ni mfano sahihi wa kusema balozi ambaye anawakilisha mbingu, anaiwakilisha mbingu duniani. Bwana wetu Yesu asifiwe. Je, umekaa kibalozi? Unaiwakilishaje mbingu duniani? Balozi. Na kila kitu kinachohusu dunia Mungu akamwachia mwanadamu. Yote yanayohusu dunia akamwachia mwanadamu. Na ndiyo sasa sayansi ya maombi inaanzia hapa. Watu wengi tunachukua maombi kama kitatua matatizo, kama maombi kutatua matatizo, kuomba kutatua matatizo, kuomba wokozi, kuomba ukombozi, kuomba breakthrough ya aina yoyote ile. Lakini ni sehemu ndogo kama kutatua matatizo. Lakini maombi ni nini? Tayari Mungu alishasema duniani mtawala ni mwanadamu. Ili uwe una access kiumbe cha kiungu, Mungu mwenyewe ili awe ana access, kwa sababu neno lake likishatoka limetoka, na tayari duniani alishampa mamlaka mwanadamu. Ili hata yeye awe ana access lazima ahusiane na mwanadamu. Na ndiyo zana ya maombi inakuja ya kwamba maombi ni mahusiano, ni mawasiliano ya mahusiano kati ya mwanadamu ambaye ni balozi wa mbingu duniani. Wanawasiliana sasa, wanawasiliana kwa mambo mema, wanawasiliana kwa mambo mabaya, wanawasiliana kwa mambo yote. Mawasiliano kama ambavyo unapiga simu, unawasiliana na rafiki yako. Sasa hapa Mungu alitoa mamlaka yote ili pia hata yeye aingilie duniani, lazima kwanza amuulize mwanadamu. Kwa sababu asipomuuliza mwanadamu, yule mwovu atasema unasikia neno lake sio hakika. Si aliwapatia mamlaka, mbona anaingilia himaya yenu? Lazima apate access na mwanadamu. Na hivyo ndio maana hata katika ulimwengu wa giza mashetani na yenyewe hayawezi kufanya chochote paka yamuulize mwanadamu. Why? Neno la Mungu ni hakika ya kwamba mtawala wa dunia ni mwanadamu. Kwa hiyo uungu, ili upate access duniani unahitaji mwanadamu, kwa sababu neno la Bwana
ni la hakika na kweli. Na ndiyo maana Mungu hatumii maiti. Mungu hatumii maiti, anatumia wewe ambaye uko hai. Ana uwezo wa kufanya hivyo. Ana uwezo, si ana uwezo wote? Na ndiyo maana ili shetani apate access, na yeye alimuhitaji mwanadamu. Kwa hiyo falme zote hizi, ufalme wa nuru tuliopo unakuhitaji mwanadamu. Ufalme wa giza ambao hatuutaki kabisa unamuhitaji mwanadamu. Na hiyo ndio vita kuu. Na hiyo ndio vita kuu. Habari mbaya ni kwamba mwanadamu akapoteza identity. Ukipoteza identity yako, unapoteza kila kitu. Ukipoteza utambulisho wako, ni mtawala wa dunia, ni mtawala wa viumbe vyote, lakini anakuja kushawishiwa na kiumbe. Kiumbe ndio kinamtawala, nyoka ndio anamtawala. Na ndio maana mwanadamu anaambiwa, kwa kuwa umeisikia sauti yake, kwa sababu yenyewe ndio ilipaswa ikutii. Akapoteza utambulisho. Kwa dhambi haikuondoa kabisa sura ya Mungu, isipokuwa iliharibu sura ya Mungu kwenye maisha yetu. Dhambi ikaharibu sura ya Mungu, haikuondoa sura ya Mungu kwenye maisha yetu, isipokuwa ikaharibu. Na ndiyo maana Yesu anakuja kuokoa kile kilichopotea, ambacho ni sura ya Mwenyezi Mungu. Anakuja na anatuambia tena kwa ujasiri mkubwa ya kwamba mmepewa tena mamlaka, mmepewa mamlaka mbinguni na duniani. Haleluya, haleluya. Unajua kuna watu bado wanadhana ya kwamba mtawala wa dunia hii ni shetani. Hapana, mtawala wa dunia hii ni Yesu Kristo, ambaye alitupatia sisi tena mamlaka hayo, akarejesha ule utambulisho. Na tunapomwamini yeye, mwenye mfano wa kibinadamu na mwenye uhalisia wa Mungu, mwenye mfano wa mwanadamu, ili Mungu aweze kuukomboa ulimwengu, alihitaji tena avae ubinadamu, kwa sababu neno lake lilishasema mwanadamu ndio mtawala. Au vae tena ubinadamu ili aje akomboe. Na Yesu anasema hivi, kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Kwa nini anasema kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu? Ili mpate tena access ya kuwa watawala wa dunia. Bwana wetu Yesu asifiwe. Mamlaka yote tumerudishiwa na Mwenyezi Mungu. Na ndiyo maana kwenye uumbaji wa kwanza wa siku ya 6 mamlaka ilitolewa, lakini maisha yalipoendelea mamlaka ilipotezwa. Lakini Yesu siku ya sita kama leo akafa msalabani kurudisha tena mamlaka, kurudisha mamlaka ile iliyopotea. Na akasema yale yote yaliyokuwa ni madeni yamelipwa, yamekwisha. Maana yake wewe tena unaishi kama mtawala wa dunia kwa kurudishiwa identity yako na Mwenyezi Mungu. Bwana wetu Yesu asifiwe. Na hivyo unapaswa kuaksi sura ya Mwenyezi Mungu kama tabia yake kuu ya upendo. Na hivyo unapaswa kuelewa tena na kufahamu tena, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu bado unayo nguvu. Usikae kinyonge tena, wewe ni mtawala. Hata kuna mambo huwa tunayaomba, mbingu zinashangaa. Kwa nini unaomba? Kwa nini usiamuru? Kwa nini usitende? Kwa nini usifanye? Yaani unaomba, Mungu anashangaa, nishakupa access. Yaani umepewa nchi, barozi.
tenda. Bwana wetu Yesu apewe sifa. Tenda, fanya. Kwa unyenyekevu mkubwa sana. Dhamana uliopewa duniani ni kubwa sana. Usipoteze identity yako. Usipoteze identity yako. Mungu amekupa utawala. Wewe ni mtawala. Bwana wetu Yesu apewe sifa. Yaani kaa na hiyo mindset kichwani kwako ya kwamba wewe ni mtawala. Na ndiyo kwa neema yake anatuambia atakaporejea sasa ndiyo tutatawala naye tena. Usiishi kinyonge ukitishwa na mapepo na nguvu za giza hapa duniani. Wewe ni mtawala. Hali hizi za maisha zisikushangaze, kwa sababu hali wewe unazitawala. Mazingira wewe unayatawala. Mazingira yasikutawale, wewe ndio unavitawala. Sijui pesa, sijui dhahabu zisikufanye zikakutawala, wewe ndio unapaswa uzitawale. Kwa jinsi ulivyo, namna ulivyo, una thamani machoni pa Mungu. Ndiyo maana mwanadamu, awe mtoto, awe kijana, awe mzee, ana thamani. Awe maskini, awe ana dhiki, awe ana tabu, ana thamani. Usiwe labeled kwa sababu ya mambo ya kwamba wewe umeshindwa, wewe umefeli, na ukahisi ya kwamba wewe sio kitu. Wewe ni mtawala. Mungu alikupatia mamlaka, na Mungu ukaipoteza, lakini Mungu akairejesha. Amekupa tena, akakuongezea tena, akasema saizi ni mbinguni na duniani. Watoto wa Mungu, tusipoteze thamani yetu. Ni kubwa sana kama wanadamu, ni kubwa sana. Jifurahie jinsi ulivyoundwa, jifurahie kwa utukufu wa Mungu, na ufurahie maisha. Ufurahie maisha ambayo yamekombolewa na Mwenyezi Mungu. Haikuishia hapo. Mungu akatengeneza mahusiano. Siku ya 6 Mungu akasema mwanadamu, katika Mwanzo 2:18, Mungu akasema si vyema mtu awe peke yake. Si vyema mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi. Jambo la kwanza, msaidizi wa kufanana naye. Jambo la kwanza, msaidizi. Si vyema mtu huyu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi, sio wa kumtolea joto, msaidizi wa kufanana naye. Mungu anathamini mahusiano, kama ambavyo yeye alisema na tumfanye, kwa lugha ya mahusiano, na tumfanye mwanadamu. Yeye akitumia lugha ya mahusiano, yeye kama yeye katika nafsi zake, na tumfanye hivyo akampatia mwanadamu mahusiano kabla ya kuyasema ni mahusiano ya ndoa, mahusiano ya kirafiki, lakini Mungu akampatia mwanadamu mahusiano. Maana yake hapa duniani, kabla Mungu hajafurahia uumbaji wake na kusema akasema vyote alivyoviumba ni vyema, ni pale ambapo aliona mwanadamu hastahili kukaa peke yake, anastahili mahusiano na watu wengine. Na hivyo katika maisha yetu sasa tunapaswa kuwathamini watu wengine, kuwathamini watu wengine. Kuna watu ambao wanaamini tu wao wanatosha, wanaamini tu tena wanasema ikiwepo mimi na Mungu inatosha. Lakini Adam na Mungu haikutosha. Mungu akasema hapana, Adam na mimi haitoshi. Mungu akasema hapana, Adam na mimi havitoshi. Adam na Eve vinatosha. Maana yake Mungu anathamini wewe na mahusiano na watu wengine. Hivyo unapoishi, ili usiishie, ishi na watu
wengine vizuri. Ishi na watu wengine vizuri, kwa sababu Mungu anathamini mahusiano. Na unapohusiana, Mungu aliweka mahusiano kuongeza thamani. Mahusiano mengi yanakufa kwa sababu thamani huondolewa au huharibiwa. Unapohusiana kanisani, hakikisha unaongeza thamani. Unapohusiana na mtu yoyote, ongeza thamani, na wala sio kuondoa thamani iliyopo. Hakikisha unaongeza thamani. Na baada ya kilele cha mahusiano, Mungu akapumzika. Kitu ambacho huwa tunakisubiri kwa wingi wa furaha. Tunasema Sabato tena karibu. Mungu akapumzika. Mungu akapumzika. Watu wengi tunaikumbuka siku ya Sabato. Ni muhimu na ni vizuri, kabla ya kupumzika siku ya Sabato, kuna kazi njema ambayo umeifanya, kwa sababu Sabato ni kilele cha kazi njema ambayo Mungu ameifanya. Nini umekifanya? Hatua zipi ulizichukua za wiki nzima? Kabla Mungu hajajivunia Sabato Jumamosi, alijivunia siku nyingine. Alifurahia siku nyingine pia. Mungu akaona ni vyema. Nikutie moyo, endelea kufanya kila siku kuwa njema, kwa sababu unapoifanya siku yako moja kuwa njema, inatengeneza siku ya pili kuwa njema, inatengeneza siku ya tatu kuwa njema, mpaka inafanya Sabato inakuwa njema zaidi. Na unapomaliza Sabato ukatengeneza tena wiki nyingine, unasababisha mwezi mwingine kuwa mzuri zaidi, unasababisha mwaka mwingine kuwa zaidi. Usikumbuke tu siku ya Sabato bila kuziandaa siku nyingine vizuri. Haitakuwa na maana, haitakuwa na furaha, haitakuwa na utambulisho wowote wa kusema Mungu ni muumbaji, wakati siku nyingine ukuzifanya kwa uzuri wala ukuzizingatia. Mungu anatoa wito ili tuiandae Sabato vizuri, tuzitengeneze siku nyingine vizuri. Hatua kwa hatua nitazichukua kwenye maisha yangu, kuandaa maisha yangu kuwa mema. Hatua kwa hatua nitasonga. Hatua kwa hatua nitachuchumilia wokovu. Hatua kwa hatua nitamwakilisha Mungu duniani. Hatua kwa hatua sitapoteza kusudi langu. Hatua kwa hatua nitahusiana na wengine vyema. Hatua kwa hatua nitamsifu Mungu. Mungu awabariki. Bwana awape ushindi. Bwana awategemeze sana. Hatua kwa hatua, tunapoleta sadaka zetu, tunapoleta maombi yetu, na tunapokuja tena kupata neema na baraka ya siku nzima, usipuuze hatua yoyote unayoichukua. Karibuni.
Baba wa mbinguni, Mungu Mwenyezi, ninakushukuru kwa kundi kubwa hili la watawala. Asante kwa sura na mfano ambao umetuumbia. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, tupatie neema ya kuhifadhi sura yako kwenye maisha yetu. Katika ulimwengu ambao watu hupoteza utambulisho wao, wanaume utamani kuwa wanawake, wanawake utamani kuwa wanaume, wanyonge wanaendelea kushikilia unyonge, na huku neno lako limetuambia aliye dhaifu na aseme ana nguvu. Tunaomba tena leo tupatie ujasiri wa kuendelea kuishikilia na kushikilia kile ambacho umetuumbia ndani ya maisha yetu. Asante kwa kutuamini kama watawala. Asante kwa kutuamini kama wawakilishi wako duniani. Asante kwa mamlaka zote ambazo umetupatia. Tunapozitumia kwa unyenyekevu, neno lako jema liendelee kutupatia hekima, kwa uzuri tukafanye kwa unyenyekevu, kwa hekima, kwa ushindi, na jina lako likapate kutukuzwa. Ninakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hujatuacha jinsi tulivyo. Ziko hatua tunazozichukua kila siku, hasa za imani. Tunaomba Yehova tupatie ushindi kwa neema yako kama ilivyo ahadi yako. Ninakuomba Mwenyezi Mungu, watoto wako wanapoendelea kukusubiri kwa ujio wako wa mara ya pili, katika kazi ya utume uliowapatia, wasaidie hatua zao. Katika kazi za kijamii ulizowapatia, wasaidie neema yako kuzifanya vyema. Ninawaombea watoto wako kwa unyenyekevu, wanayo matamanio yao na wanakuamini, wameandika kama ishara ya kwamba unasoma zaidi ya mioyo yetu. Yehova, kawatendee kwa ushindi, ili tena leo ikawe njema machoni petu. Tusaidie kuwa watu waaminifu sana kuanzia Jumapili, kama ambavyo tu waaminifu katika Sabato. Neema yako ikatupatie ushindi kuyafanya mapenzi yako kila inapoitwa leo. Tunaomba kibali cha siku njema mahali popote tutakapokuwa, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana awapatie ushindi katika kila hatua. Bwana awafanye kuwa chombo cha baraka. Bwana awabariki na familia zenu. Wazazi wenu wakawe baraka, watoto wenu wakawe baraka, wenzi wenu wakawe baraka. Mbarikiwe hapa mjini pamoja na mashambani, kwa utukufu wa Mungu. Amen. Amen. Tunawashukuru wote ambao mmekuwa sehemu ya ibada hii ya asubuhi. Kipekee sana tunawashukuru mnaotufuatilia kwa njia ya mtandao tangu Jumatatu tulipoanza hadi siku hii ya leo. Mungu akawabariki sana. Lakini pia kipekee tunawashukuru wale wote ambao mmetufuatilia kutokea hapa kanisani Magomeni.
nanyi pia Mungu awabariki. Lakini tunamshukuru mchungaji Edson Mabamba kwa huduma ya juma zima ambayo ilianza siku ya Jumatatu hadi leo, imekuwa ni njema, hivyo Mungu akambariki, akazidi kuwa mbaraka katika kanisa lake. Teresa Nation katika huduma ya kesha la asubuhi na maombi, Mungu akubariki. Wote waliofanikisha matangazo haya kuwa hewani, akiwepo Singo, Ngusa, Sabato, katika kinanda Ezekiel Mkundi, na wote ambao mmekuwa mbaraka katika juma hili, Mungu awabariki. Na tambua huduma ya Boaz Heni atapokuja hapa kwa ajili ya wimbo wa mwisho, na niwatakia siku njema, na tukutane tena saa 11:30 hapa kwa ajili ya ibada ya ufunguzi wa Sabato. Wakiwa na pingu ndani ya gereza, Paulo na Sila wakuogopa.